Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hatuna budi kila mara na kila wakati kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu kwa kutujalia sote kuwa na afya njema, kuwa na pumzi ya bure, lakini kuwa ndani ya neema ya Uislamu ambalo ndio jambo kubwa. Aljuma yetu ya leo, katika mukaddima tutaeleza kwa mukhtasari kuhusiana na nia. Tutaeleza kwa mukhtasari kuhusiana na nia. Idhin nia, kwa sababu hiyo nia hiya al-aslu fi jamii al-ahwali, ndio msingi wa hali zote. Nia ndio msingi wa hali zote. Waqad bayyana ar-rasulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kwa hakika ameweka wazi Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, anna qabula al-a'mali as-salihah, kwamba kukubaliwa kwa matendo yaliyo mema mutawakkifun ala niyya wal ikhlasi fi al-qasdi, kunahitajia nia na ikhlasi katika kukusudia ibada hiyo. Narudia tena kwamba Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameweka wazi kwamba ibada au jambo lolote lililo jema kinachozingatiwa ni ile nia. Liqaulihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa kauli yake Mtume mwenyewe alipofundisha akasema, innamal a'malu binniyat, hakika si vinginevyo matendo huzingatiwa nia. Baadhi ya riwaya imekuja binniya, hii imekuja binniyat kwa jamu. Matendo huzingatiwa nia. Wa mahalluha alqalb, na mahala pa nia huwa ni moyoni na wala sio kwenye shakhsia ya mtu. Nia haikai kwenye mavazi ya mtu, nia inakaa moyoni, na wala mtu hawezi kumtambua mtu mwingine kwamba ana nia gani. Yaani hivi tulivyofika msikitini, hakuna yoyote anaweza akatambua nia ya Bwana Yusufu ikoje leo msikitini, nia ya mzee Huseni leo ikoje msikitini. Hakuna anayeweza hilo, isipokuwa hiyo ni siri anayoifahamu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana ile nia ikawa moyoni, na moyo ndio mahala pekee anapotazama Mwenyezi Mungu katika mwili wa mwanadamu. Nabii Muhammad anatufunza kwamba hakika Allah hatazami viwiliwili vyenu wala hatazami uzuri wenu, anatazama kwenye moyo, kwa sababu katika moyo ndio mahallu nia, ndio mahala nia inakaa, inapatikana. Na matendo hayasihi ndugu zangu kama nia si nzuri. Ayuha alikhwa, rawa al-Khatib al-Baghdadi, amepokea huyu al-Khatib al-Baghdadi an Ibn Simaki, kutoka kwa Ibn Simaki, annahu qala, kwamba yeye amesema, anasema kwamba nilimsikia Sufyan al-Thawri, nilimsikia yakulu akisema, ma alajtu shay'an ashadda alayya min niyyati wa innaha taqallabu. Anasema Sufyan al-Thawri kwamba katika maisha yangu yote mimi hakuna kitu nilichokitibu zaidi ambacho ni kigumu kuliko nia yangu.
Yani katika mambo yake yote anachokitibu zaidi, sielewa tutatibu malaria, typhoid, UTI, yeye alikuwa anaitibu sana nia ili isimyumbishe. Akiwa msikitini awe na nia ya kuswali kweli, akienda hija awe na nia ya kwenda hija kweli, na akiamua kutoa basi awe ametoa kweli. Alikuwa anaitibu nia yake. Tunafunzwa kumbe hata sisi tukiwa katika mazingira ya kiibada tuzitibu nia, ili usije ukawa umekumbatia Alkaaba huku unaiombea Yanga ishinde, wewe hujaitibu nia, ulienda na jambo lingine. Na haya ndio yalionekana leo. Kwa hiyo nikasema kwamba hakuna yoyote ambaye anaweza akajua nia ya mtu alikusudia nini kuja msikitini Nunge, ila yeye anajua na Mungu anajua zaidi. Mwenyezi Mungu inshallah tusafishe nia zetu. Kusihi kwa amali yoyote ile, iwe ni sunna au iwe ni fardhi ya amali hiyo, kunakozingatiwa ni nia, na wala haangaliwi shaksia yake mtu anayefanya ibada, wala mazingira aliyonayo hayaangaliwi kisheria. Inaangaliwa nia yake ipi. Ndio utaona ibada zote duniani haisihi ibada kama huna nia. Utaona saumu unalazimishwa kwamba lazima nia utie usiku, asubuhi uamke kufunga tu, na usipolala na nia kwa ajili ya saumu, saumu yako haikubaliki. Kwa nini nia? Kwa sababu ile nia ndio inakufanya wewe uunganishe mawasiliano na Mungu. Unafanya kwa ajili ya nani ile nia? Uwezo ukawa unatoa sadaka, lakini kumbe watakaopigiwe kura wewe ni mgombea. Nia yako si nzuri, utalipwa kwa kupigiwa kura. Mwenyezi Mungu hana mpango wa kuandika thawabu za hivyo. Yawezekana ukawa umekwenda hija, lakini hija yako wewe ili ukajipige picha pale Alkaaba ukurushie huku Tanzania, tutakuona na tutakusifia. Mwenyezi Mungu hana mpango wa kulipa hija hiyo, wewe ulitalii. Lakini na ibada zingine zote Mwenyezi Mungu anaangalia nia. Ndio maana Nabii Muhammad akasema innamal a'malu binniyati, hakika si jambo jinginelo, matendo yanazingatiwa ile nia aliyonuia mtu. Ndugu zangu, Nabii Muhammadin ameisemea mno mahala kwingi hii nia, kwa sababu nia ndio nguzo ya kwanza katika ibada zote. Ukiswali watakiwa utie nia, ukitoa zaka pia utie nia, ukienda hija pia utie nia. Kuna nia ya kunuia kule. Ukiwa unafanya ibada ya aina yote utie nia. Hii ndio nguzo muhimu. Ikikosekana hii, ibada yako inakuwa haina maana. Umejifanyia. Ni kama mtu anasafiri haelewi anaenda wapi, huelewi unakoenda, kwa sababu hujatia nia, hujakusudia. Mtume Muhammad akasema hivi, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru bi husni niyya min a'mali al-akhirah. Ni amali nyingi mno, ni amali nyingi mno wanazofanya waja, zinasawirishwa kama vile ni amali za kidunia, lakini hugeuka malipo yake yakawa makubwa, zikafanywa ni amali za kiakhera bihusni niyya, kwa sababu ya uzuri wa nia ya mtu aliyoweka. Wewe ukamtathmini mtu kwamba huyu anafanya dhambi, lakini kumbe anafanya kheri kwa sababu ya nia yake. Nabii Muhammad anasema wa kam min amalin, na ni amali nyingi mno, yutasawwaru, zinapigwa taswira, zinapigwa picha, zinatathminiwa bisurati a'mali al-akhirah, kwa picha ya matendo ya kiakhera. Mtu anaonekana huyu ndiye mcha Mungu kuliko wote. Summa yasiru min a'mali dunya, kisha zinageuka zile amali zinakuwa za kidunia bisu'i niyya, kwa sababu ya ubaya wa nia aliyotia yule mtendaji. Hapa tunajifunza kumbe matendo hayaangaliwi mtu vile alivyo. Ana nguo chakavu sana, basi labda akiswali swala yake haisihi. Yawezekana yule mwenye kanzu mpya swala yake isisihi, yule mwenye nguo chakavu swala yake ikasihi, kwa sababu kinachotazamwa ni nia. Hivyo ndivyo ilivyo, amefundisha Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa maana hiyo tujitahidini tukija msikitini kama hivi,
Elewa na ujikumbushe, ujitwaliishe nafsi yako kilichokuleta hapa nini, ili ukisimama kwa ajili ya swala isiwe ni jambo lingine. Usiwe uko msikitini lakini kwa ajili ya appointment na mtu, kwamba tumeagana tukutane na fulani ndo naswalia nunge kwa sababu ya fulani na mdai akanilipe. Wewe una nia mbili, na lau tungekuwa na nia moja katika ibada zetu, watu wasingekuwa wanaibiwa viatu msikitini. Ni dalili ya kwamba kuna wengine wana nia mbili. Ametia nia ya kuswali lakini hajabadilisha viatu, aache vya kwake vilivyochakaa chukue vipya. Huyu amenuia mambo mawili. Kadhalika na mifano mingine katika ibada zingine. Ukifanya ibada ikiwa una nia tofauti na ile ibada, Allah hakulipi. Na ninarudia tena, hakuna mwanadamu yoyote anayejua nia ya mtu katika ibada yake ila ni Allah. Mtu hatathminiwi kwa kutazamwa, na wala mtu hatathminiwi kwa muonekano tukamjaji katika ibada yake kwamba huyu atakuwa kaenda hija kutembea. Nia yake anayo mwenyewe katika moyo. Hilo la nia tumwachie Allah ndiye anayejua. Innamal a'malu binniyat, hakika si vinginevyo. Matendo yanalipwa kwa mujibu wa nia. Ndio huyu mtu mwema akasema kwamba ma alajtu shay'an ashadda alayya min niyati, sijawahi mimi kujitibu chochote katika mwili wangu kilicho kigumu zaidi kuliko nia. Nia ni kitu kigumu ambacho kila mmoja atakiwa ajitibu mno. Waweza ukawa msikitini, shetani akakuharibia nia yako, shetani akakuharibia dhamira yako, akakuharibia makusudio yako. Ukawa unaswali lakini huko sokoni, ukawa unaswali lakini unarejesha chenchi, ukawa unaswali lakini unadai madeni. Kwa hivyo kila mmoja aliye ndani ya ibada ajitahidi awemo ndani ya ibada, na ibada zote tunatakiwa hudhurul qalbi, yani kuhudhurisha moyo, ndio ile nia idumu. Ndio mtu akiswali ili swala yake isihi, hatakiwi awe anazingazinga kwamba ninaswali ya dhuhuri au aljuma, lakini akitokea fulani tu nakatisha swala hiyo haisihi. Ina nia mbili. Mwenyezi Mungu inshallah tuwafikishe, na Mwenyezi Mungu ajalie nia zetu ziwe sawasawa katika ibada ili tupate kulipwa. Wala afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.